the time. Kwa wakati huu tunaenda moja kwa moja katika neno letu kwa siku ya leo. Neno letu lapatikana katika kitabu cha Isaya 37. Kichwa cha neno letu kinasema, to whom do you put your trust in? Ama ni kwa nani ambaye unamtumaini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi tutaenenda moja kwa moja ili kupata neno hilo ya kwamba ni nani tunayetumaini. Kwa sababu hasa ya kuwa na neno kama hii ni kwa sababu katika kitabu pia cha Psalms chapter 20 verse 7 kuna maneno haya ambapo naomba twende tukayaangalie. Zaburi mlango wake ni 20, mstari wake ni ule wa 7. Kuna maneno ningependa tuangalie tunapojiuliza kwa nini kichwa cha neno la siku ya leo kikasema ni nani ambaye tunamtumainia. Biblia ikisema katika kitabu hicho nimekitanja, hawa wanatanja magari na hawa farasi, mbali sisi tunalitanja jina la Mungu wetu. Ni sababu hasa ya kuwa watu huwa na tumaini mbalimbali, na kwa sababu ya kuwa na tumaini mbalimbali, basi si tumaini zote ambazo ni kwa Mungu. Wengine wanatumaini magari, wengine kutumaini farasi, lakini Daudi akasema sisi tunalitanja jina la Bwana Mungu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa umeketi hapo, sijui unatumaini nini, lakini kwambie kwamba tumaini letu lastahili kuwa kwa Mungu. Sababu yake Mungu aliziumba mbingu na nchi, na akatuumba sisi tulio wake kwa mfano wake na kwa sura yake. Akatupa uwezo wa kutawala angani, baharini na nchi kavu. Na zaidi ya yote akatuambia katika kitabu cha Genesis chapter 1 verses 28, zaeni mkaongezeke, mkatishe, mkatawale, au samaki wa baharini, ndege wa angani na vyote vitambaavyo. Kwa hivyo kusudi nzuri ya Mungu ni tuweze kuongezeka ili tukatawale. Zaidi ya hiyo, ili mambo hayo yapate kutendeka, tunastahili kujua kwamba Mungu ndiye aliyetuleta hapa duniani, na hivyo ni kusema kwamba mwenye kutumwa upeleka ujumbe wa aliyemtuma na uenda kwa nguvu za aliyemtuma. Kwa hivyo ikiwa kwamba hatutaenenda kwa nguvu za Mungu wetu, hatutakuwa tukifanya kulingana na mapenzi yake. Kuna mtu mmoja katika Biblia anayetajwa ya kwamba alitumwa na Mungu aenda akapeleke ujumbe. Mtu huyo jina lake aliitwa Jona, lakini kule alikoenda si kule alikuwa ametumwa, na sababu mwenye kumtuma alikuwa na uwezo, basi limbindi akaharibu ile safari ya kule alikuwa anaelekea na kuipindua ielekee kule alikuwa amemtuma. Kwa hiyo basi kusema kwamba Mungu ametuweka hapa duniani na ametupatia kazi ya kutawala, kuhakikisha kwamba ni yeye pekee anayetumainiwa. Na ndio maana kuna Great Commission, ama kuna kuisambaza injili kwa mataifa yote. Biblia ikisema kwamba aaminie na kumbatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hivyo ni sharti tuhakikishe kumtumainia Mungu katika mambo yote na kuhubiri injili kila mahali,
ili watu wapikie kuokoka na kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi katika kitabu kingine, kitabu cha Zaburi, kitabu ambacho tuende katika mlango wa 121, Psalms 121, inasema mambo yafuatayo: nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya nchi, aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi maandiko kusema kwamba nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mstari wa pili kisema msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo kwa ajili yako wewe uliyekunja mahali hapa, kupahamisha sehemu tunastahili kutumainia ni kumtumainia Mungu, kwa maana yeye alizifanya mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutamtumainia, atajidhihirisha katika maisha yetu. Na hivyo niende moja kwa moja katika kitabu cha Isaya, mlango wake ni ule nimetanja wa 37 kuanzia mstari wa kwanza, kwa maneno ambao naomba tuweze kuyaangalia kwa Biblia ili tupate kujua kini hasa Mungu kuuliza neno hili. Biblia imetuambia wengine wanatumainia farasi na wengine wanatumainia magari, lakini Daudi akasema namtumainia Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunastahili kumtumainia Mungu muumba wa mbingu na nchi. Yeye aliyetuumba ni kazi alianzisha, na kazi aliyoanzisha Biblia inasema atakamilisha. Hawezi akashindwa, hawezi akalemewa. Kazi nzuri alianzisha katika maisha yetu, kazi nzuri ataikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa mwanzo mambo yanapoanza huwa haionekani tumaini, lakini wakati tunaweza kumtumainia Mungu, mwisho wa mambo yote utukufu wa Mungu utaonekana. Kwa hivyo kusema kwamba haijalishi hali yako ya udongo ama uchache, Mungu atabadilisha, Mungu atatenda. Biblia ikisema kwamba do not despise the humble beginnings. Usarau siku za mambo mandogo. Huwezi kudharau mtoto kwa sababu ni mtoto. Siku moja atakuwa mtu mzima. Huwezi kudharau pia maisha yako kwa sababu yanaonekana kuwa na ufungufu ama ukiwa wako ama ufungufu wako, Mungu ataumbadilisha na maisha yako yatanawiri, yatakuwa mazuri. Mtu hawezi akakudharau leo kwa vile ulivyo, kwa sababu anjui hatima yako, anjui mwisho wako itakuwa namna gani. Biblia ikituambia katika kitabu cha Yeremia mlango wake naamini ni ule wa 11 mstari wa naamini Jeremiah chapter 11 verses 29, naomba twende pale. Jeremiah the book of Jeremiah verses 11. Nataka twende pale. Napenda sana kusoma Biblia kwa ajili ya kila mmoja kuweza kufahamu, na Biblia ikisema maneno yafuatayo: maana najua mawazo ninaowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani,
wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikisema kwamba kwa maana najua mawazo niliyo nayo kwa ajili yako, si mawazo mabaya, ni kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hivyo ni kusema kwamba kuna mawazo Mungu anakuwazia, ama kuna mipango Mungu anakupangia, na ni kukupatia wema siku za mwisho. Na kwa sababu anakusudia kukupatia wema siku za mwisho, ndio maana unastahili kumtumainia na kumuishia, ili apate kutimiza kusudi lake njema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutamtumaini Mungu, hakika ataenenda na kutenda kazi yake katika maisha yetu. Itaanza na kuangalia kitabu hiki cha Isaya mlango wake 37 mstari wa kwanza, ambaye ndicho kitabu ambacho tunaenda kushiriki siku ya leo. Basi maandiko kusema, ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizilarua nguo zake, akanjipika nguo za magunia, akaingia katika chumba ama katika nyumba ya Bwana, akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani wamenjipiga nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amozi. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atasikia maneno ya huyo amiri, ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma, ili amtukane Mungu aliye hai. Na Bwana Mungu wako atakemea maneno aliyoyasikia. Basi inua ndua yako kwa ajili ya mabaki yaliyombakia. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakaenda kwa Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Basi niseme maneno haya ya kwamba waweza kuwa na msimamo mzuri katika ufalme wa Mungu, waweza kuwa umezaliwa mara ya pili, waweza kuwa pia umekuwa restored, Mungu amekwisha kutenda na mahitaji yako, waweza kuwa unaishi tu vizuri, lakini hiyo haimaanishi kwamba majaribu hayatakunja. Kuna mambo ambayo Mungu angependa kuyafanya katika maisha yetu, ili pia tupate kujua ako pamoja nasi, kwa sababu aliambia mtu anaitwa Joshua katika kitabu cha Joshua chapter number 1 verses number 5, I shall never leave you nor forsake you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niseme kwamba, kwa maana alimwambia sitakusahau na sitakuacha, basi ni sharti athibitishe mambo hayo, na wakati mwingi atathibitisha mambo hayo wakati ambapo mambo ni sawa. Ndio tunaongopa shinda, ndio tunaongopa matatizo, ndio tunaongopa mambo mazito, lakini tusisahau ya kwamba Mungu anataka atunjulishe ako pamoja na sisi. Hezekia mfalme na nabii wa Mungu alikuwa anatawala Israeli, lakini akiwa anatawala Israeli, kuna kitu ambacho Hezekia hakuwa anajua kinaweza fanyika, yaani ya kwamba yeye ndiye ni nabii na yeye ndio ni mfalme.
Kwa hivyo nikisema kwamba upande wa utawala alikuwa na mamlaka na upande wa uungu alikuwa na mamlaka, lakini hiyo haikumaanisha awezi akatishwa. Bwana Yesu asifiwe. Shinda inaweza tokea mtu yeyote, na shinda ikitokea, kuna swali moja tu inaulizwa: utamtumainia nani? Unamtegemea nani? Nani ambaye unaweza ukamkibiria? Bwana Yesu asifiwe. Hezekia ni mfalme, ana silaha, ana majeshi, ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Katika roho ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haisemi ya kwamba eti pita kama hizo ama pitisho kama hizo zikitokea, unaweza kuingia kufanya mambo yasiyostahili. Na ndio maana kusema utamtumaini nani? Bwana Yesu asifiwe. Ingelikuwa ni wewe leo, wewe ndiwe mfalme, amiri jeshi wa majeshi, na zaidi wewe ni nabii wa Mungu aliye hai, na mtu atokee akutishe, what will you do? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi, Hezekia kwa njia moja ama nyingine alikuwa anajaribiwa ama kupimwa, kana kwamba anaweza akatumia majeshi. Biblia ikisema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na tawala na mamlaka na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Waefeso mlango wa 6. Hatupigani vita vya mwili, lakini kwa Hezekia ilikuwa ni majaribio, sababu ana mamlaka. Uko vile ulivyo, you can do what you can do. You have spiritual strength and the physical strength. You have all strategies you can use to fight the enemy. Lakini swali ni, who do you put your trust in? Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa ndipo mambo yote yako, sababu Biblia imetuambia wengine wanatumainia magari na wengine farasi, lakini mimi mtu wa Mungu nitamtumainia Mungu aliye mbinguni. Sasa mtumainie tuone. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaulizwa, sasa mtumainie. Na ndio maana Biblia inasema mfalme wa Ashuru akatuma wakuu wake wapeleke pitisho kwa Hezekia, na hizo pitisho vilivyokunja vikawa vimeongopesha na kutikisa, ambavyo vilimpelekea Hezekia mfalme kwanza ararue mapasi yake na akapaa gunia. Apakapaa gunia. Sababu hasa ya kupaa gunia, gunia ilikuwa ni ishara ya mtu amepika mwisho, ana la kupanya. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu yake angetumainia jeshi lake lingine, angepanya lingine lolote, ila yeye alijiweka katika position ya uungu na kusema, sasa wacha nimtumainie Mungu. Hatua ya kwanza yake ya kuthibitisha Hezekia ameokoka
ya kuthibitisha Hezekia ana Mungu, ya kuthibitisha Hezekia anatumainia Mungu. Aliita Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake Shebna, akaita maandishi na wazee na makuhani, na akawaambia wapae magunia waende kwa nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati alipotishwa, alifikiria another spiritual authority. Bwana Yesu asifiwe. Aliona ndio mimi nimestuliwa na mimi sinjiwezi, sababu ni mimi nimestuka. Bwana Yesu asifiwe. Akaona sasa wacha atumane kwa haya spiritual authority ambaye ilikuwa ni nabii anaitwa Isaya. Kwa hivyo akatuma wachumbe waende kwa Isaya wamwambie maneno haya ambayo naomba uyasikilize kwa makini. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii imekuwa siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini Bwana Mungu wako akayasikia maneno ya huyu amri ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu wako. Mungu wako atayakemea maneno aliyoyasikia. Basi inua ndua yako kwa ajili ya mabaki waliombakia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akatumana aombewe, yaani watu wa Israeli waombewe, sababu yake imekuwa katika hali ya pitisho, na ni sababu kuna mfalme wa Ashuru alikuwa ametumana ili kutisha Hezekia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akatumana ili ya kwamba kuombwe na huyo akemewe, sababu amenena matukano kwa Israeli na Israeli ni ya Mungu. Mstari wa 5, basi watumishi wa mfalme Hezekia wakaenda kwa Isaya. Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiyaogope maneno uliyoyasikia ambao watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ndani yake, naye atasikia kipumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo niseme, Hezekia alipotumana msaada, alitumana kwa nabii, na kwa sababu nabii anaongea na nabii huongea Mungu akiongea, basi nabii Isaya akasikia yale maneno na akawaambia, mwende mkaambie Hezekia, hivi ndivyo Mungu anasema, ya kwamba kwanza usiongope. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usiongope. Wakati mwingine si lazima utishwe na mtu atakaye kunja kukutisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatishwa na maisha. Sasa ule amekutisha, ule pepo anaweza kutumia tishio la maisha, yaani ukajaribu kuangalia hali ya maisha yako, unaona no progress, ni kama sitaendelea. Wacha nikwambie utaendelea. Ambie mwenzako utaendelea. Kwa hivyo basi Hezekia alikuwa katika hali kama hiyo, yaani kwamba mambo yameharibika, pitisho pimetumwa. Pitisho pinaweza kutumwa kwa moyo wako, uanze kuwa worried because of your life, uanze kuwa worried because of your job, uanze kuwa worried because of your family. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuanza kuwa worried sababu ya
maisha yako tu na mambo plani, na unaanza kuuliza itakuwaje, nitaendelea anje? Leo nimeleta habari njema. Kwanza, mtumainie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, it shall be well with you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi Isaya nabii akarudisha ujumbe wa kusema usiongope. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kwamba sasa huyu ambaye anakuja kukutisha atasikia habari kama hizo amekutisha nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana amepanda maneno ya kutisha kwako, hata yeye pia atasikia maneno ya kutisha, na akisikia hiyo kipumi atarudi nyumbani ili akalinde kwake, na akirudi huko ndio nitamalizia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo pepo ambayo imekunja kukutisha, kukunja imekunja, haina shinda, lakini nikupatia habari ya kwamba kwa ile njia iliyokujia ni kwa hiyo njia itarudia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo shinda imekunja kwako kwa ile barabara iliyopitia, ikaingia kwa moyo wako, ama ikatumwa na mtu yule alituma, itarudia kwa barabara hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yani ile barabara waliokunjia ndio barabara watarudia. Haijalishi ni maadui wa aina gani, watapotea. Ni kunja walikunja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile barabara, kama wana barabara walipitia wakinja, hiyo barabara ndio watarudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiwatafutie njia, they have their own way. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi maandiko yanaendelea kusema mstari wa 8, basi yule amri akarudi. Aliporudi akamkuta mfalme wa Ashuru anapanya pita juu ya Libna, kwa maana alikuwa amesikia ya kwamba ameondoka akaacha Lachishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anatuma amri jeshi aende akatishe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo alienda kwenda kutisha kule, na ndiye amiri jeshi, akirudi nyumbani akakuta mfalme ameenda. Na ameenda wapi? Ameenda kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi, kwa maana ameenda kupigana vita, mambo yakawa ni mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi maandiko yanasema kwamba naye alisikia habari ya Tiaka mfalme wa Kushi ya kwamba ametoka ili kupigana naye. Naye aliposikia hayo akatuma wajumbe kwa Hezekia kusema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akiwa pale, yule ametoka kupeleka bad news ya kutisha wengine. Aliporudi nyumbani, kwanza akakuta mfalme ameenda kupigana vita na taifa lingine. Alafu akiwa pale akasikia kuna mfalme mwingine wa Kushi amekuja kupigana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaona kuna kule nimetisha na nimerudi nyumbani, na mfalme ameenda kupigana na wengine, na kuna wengine tena wametisha wanataka kupigana na sisi. Kwa hivyo basi kitu nitafanya, nitatuma wajumbe tena warudi kwa Hezekia wakamwambie maneno haya. Mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumainia, akisema Yerusalemu hautatiwa katika mkono ya mfalme wa Ashuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi yeye amekuta nchi ingine na watisha, alafu ndio aende akapigana na hiyo nchi na tisha. Sasa narudi anatuma wajumbe wengine wapeleke habari kwa Hezekia kwa kumwambia ati kwamba Mungu wako asikudanganye.
Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu wako asikudanganya ya kwamba hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo mashetani huwa yanafanya, ya kwamba huwatishia watu. Yaani unakuta habari ni nyingi sana za kuongopesha na kutisha. Sasa hiyo ni ya kwamba uendelee kuongopa, lakini tayari Ezekia alikuwa ametuma ujumbe, Amina, Isaya alikuwa ametuma ujumbe kwa kusema usiongope. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi mstari wa 11 anasema, tazama, umesikia habari ya mambo yote ambao wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Bwana Yesu asifiwe. Sana sana andui anatumia pia testimony, kwa maana tunasema and they overcame by the blood of the lamb, by the word of their testimony, and because they did not love themselves even unto death. Bwana Yesu asifiwe. Shetani pia anatumianga the word of the testimony. Kwa hivyo anaambia Ezekia ya kwamba wewe utaokoka namna gani, na kulikuwa na mataifa kama wewe, hata mengine makubwa tulioyaangusha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati mwingine unaanza kuangalia examples za watu ambao walioshindwa, na mimi namekunja leo kukuseparate na watu ambao walioshindwa. Usichukue mfano wa mtu alishindwa, labda alikaa Nairobi ikamshinda, akaenda mashambani, akaenda kulima na ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Ama akatoka huku akaenda kufanya vibarua vya kulima na njembe, sababu yake alishindwa na mjini. Biblia inasema utambarikiwa mjini, utambarikiwa na mashambani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kuna roho imekunja kukwambia ya kwamba utashindwa mjini, uiambie sitashindwa mjini. Tafuta watu ambao wako na testimony ya kushinda mjini na kushinda mashambani. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie habari ya watu ambao walishindwa mashambani na wakashindwa mjini. Yaani mtu alikaa Ushago ikaleta problem, akahamia mjini, na wakati amepika mjini shinda imemkamba mpaka ameshindwa kulipa rent, mpaka ameamua kurudi tena mashambani. Alafu akirudi mashambani anakuwa oiai, sababu yake alishindwa mwanzo kule na amerudi mara ya pili. Ukirudi mara ya pili utakuwa pinned down. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe na mimi si wa kushindwa. Biblia inasema in all things we are more than conquerors. Sema I am more than a conqueror. Sema nitashinda mjini na mashambani. Pepo wote wa mashambani wako chini ya nyayo zangu. Pepo wote wa mjini wako chini ya nyayo zangu. Sitashindwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo basi huyu akaanza kumwambia kuhusu wafalme walioshindwa. Sasa namuuliza, wewe utaokoka? Wewe tulishinda taifa fulani. Sasa naomba usikie zile mataifa anamtajia. Mstari wa 12. Je, Mungu wa mataifa ambao baba zangu waliwaangamiza wameokoa Gozani na Harani, Lesepo na wana wa Adini waliokuwa katika Terasali? Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Apanti na mfalme wa mji wa Shepapaimu na wa Ena na wa Iva? Bwana Yesu asifiwe. Sio nasikia hiyo vitisho ni kali.
Yani unapewa examples ya mataifa, unaambiwa ile taifa fulani tuliishinda na taifa lingine tukaishinda na taifa lingine tukaishinda, mpaka unatanjiwa mpaka majina. Bwana Yesu asifiwe. Yani unapewa examples ya majina ya watu walioshindwa, unaelezewa, unakumbushwa mtu ambaye alishindwa na mwingine alishindwa na hata mwingine akashindwa. Hiyo ni examples za mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi walitaka kutumia hiyo testimony ili wamtie hofu sana Hezekia, lakini maandiko inasema basi Hezekia akaupokea waraka katika mkono wake wa wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ilikuwa imeandikwa ni barua, sababu mwenye kutisha this time alituma barua, sababu alikuwa ameenda vitani. Basi maandiko nasema ile barua Hezekia akaichukua akaipeleka kwa nyumba ya Mungu wake, kama vile umekunja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Akaikunjua mbele za Bwana, akaambia Mungu soma. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu soma. Kwa hiyo basi akaikunjua mbele za Bwana, akamwambia Mungu aangalie yale mambo yote yametanjwa pale, zile pitisho vya kila aina vimetanjwa pale zote, akaonyesha mbele za Bwana. Na hivyo basi maandiko inasema akaliitia jina la Bwana pale. Mstari wa 15, Hezekia akamwomba Bwana akisema, Ee Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli akae juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu pamoja na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna anja ile shinda ambayo inakusumbua, ukaisukume mbele za Bwana, ukaitandaze mbele za Bwana, ukamwelezee Mungu, na kama ni barua ya vitisho ukaimwange mbele za Bwana, na kama umetishika rohoni ukaipasue roho yako mbele za Bwana, na kama umeshikwa na hofu ya ajabu ukajiachilia mbele za Bwana, ukamwambia Mungu, nitazame, nichunguze moyo wangu, angalia hizi vitisho na hizi shinda zote nimeleta mbele zako Baba, ingilia kati, ukaniondolee hii mizigo mizito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi Hezekia aliachiria mambo yote mbele za Bwana na akamwambia sasa ahusike. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikauliza kutoka mwanzo, utamtumainia nani wakati shinda imekutokea, wakati matatizo yamekutokea, wakati magumu yamekutokea, wakati vitisho vimekutokea? Wewe unatafuta msaada wapi? Biblia imetuambia Zaburi 121, nainua macho yangu na itazama milima, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Sema amen. Kwa hiyo basi nimekuja nikwambie ya kwamba tunaye suluhisho, tunaye Mungu wa mbinguni, tunaye Muumba wa mbingu na nchi, ambaye anashughulikia mahitaji yetu. Msaada wetu watoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Au toki pengine popote. Hezekia hakuchukua majeshi yake ili ayapeleke Britani. Hapana, alienda mbele za Bwana, alienda kanisani. Na kama vile umekunja mbele za Bwana, utaenda kukunjua moyo wako, ukunjue kila barua mbele za Bwana. Mahitaji yote yako wache mbele za Bwana, mwambie Mungu, mbeba sasa, shughulikia kila kitu wa maisha yangu. Na hakika maandiko pia inasema Isaya 59
kuanzia mstari wa kwanza. The hand of the Lord is not shortened that it cannot save. He is able to set us free. He is able to save us. Sema amen. Sema ataniokoa. Sema atanitoa kwa hii shinda, kwa hii magumu. Sitaendelea kusumbuka, sitaendelea kuongopa, kwa maana namtumainia Muumba wa mbingu na nchi. Sema amen. Sema natumainia Mungu. Kutoka leo msaada wangu huu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, ndiye ataniletea msaada wangu. Sema amen. Kwa hivyo basi, maandiko yanasema kwamba Hezekia akaomba, akaita Mungu kwa majina na kwa nguvu. Bwana asifiwe. Ni vizuri tukienda mbele za Bwana tutangaze yeye ni nani. Maandiko yanasema anakaa juu ya makerubi, yaani juu ya malaika wote wenye nguvu na mamlaka. Bwana asifiwe. Ukasema yeye ndiye aliumba mbingu na nchi, aliumba kila kitu, hakuna kitu inaweza kumsumbua, sina jaribu hawezi kumtisha. Bwana asifiwe. Kwa maana greater is he who is in us than the devil who is in the world. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tena akaendelea kumwelezea, na ni vizuri ukienda mbele za Bwana ongea na yeye kama vile mtoto aongeapo na baba. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hivi 17 nasema, tega sikio lako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia tega sikio lako Bwana. Yani mnaongea na Mungu kama mnaongea na mtu. Anamwambia tega sikio lako Bwana, usikie, punua macho yako Bwana uone. Yani mpaka anamwambia atenge sikio na apungue nini? Macho. Ni kama aliambiwa kuna Mungu amefunga macho. Maandiko yanasema asinzii wala alali. Bwana asifiwe. Na masikio yake hii daima kutusikiza sisi tulio wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema funua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu alionipelekea kumtukana Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao. Bwana asifiwe. Wakati mwingi si vizuri kupicha mambo, ni vizuri kusema waziwazi. Shetani anaweza akakuambia alimaliza mtu fulani, unasema ni kweli. Bwana asifiwe. Sababu hapo amesema ukweli. Sasa anasema kwamba ni kweli ya kwamba wafalme wa Ashuru wameharibu nchi zingine na wakaharibu mashamba yao. Bwana asifiwe. Na kuwatupa miungu yao motoni, kwa maana hao hawakuwa Mungu, hawakuwa miungu, mbali kazi ya mikono ya wanadamu. Walikuwa ni miti na mawe, ndivyo sababu waliwaharibu. Sema amen. Kwa hivyo akasema kwamba ni kweli wameharibu hayo mataifa, lakini hayo mataifa yaliyoharibiwa hayakuwa na Mungu, yalikuwa na miungu, yalikuwa na mawe na miti. Bwana asifiwe. Ni ukweli ya kwamba wanaweza kushinda, lakini hawashindi watu wa Mungu. Hawawezi kushinda watakatifu wa Mungu. Wanaweza wakashinda wengine wale hawana Mungu, lakini mtu aliye na Mungu hawezi akashindwa. Sema amen. Sirini. Basi sasa, Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana, wewe pekee yako. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Mungu anapokuokoa, anatangaza jina lake kwa watu ya kwamba ni yeye ako na wewe.
Kwa hivyo basi inakuwa ni vizuri wakati na wewe umeliitia jina lake, na wakati umemuita anaitika, na anapoitika anakupigania, na anapokupigania unashinda, na ukishashinda watu wanaona, alafu wanajua kwamba uko na Mungu. Sema amen. Mstari wa 21, ndipo Isaya mwana wa Amosi akapeleka ujumbe kwa Ezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru. Sasa Mungu anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema sana kuwa na nabii. Wakati nabii anaponena, ananena mambo yale anasikia kutoka kwa Mungu. Sasa basi maandiko yanasema kwamba Isaya akatuma ujumbe kwa Ezekia na kumwambia hivi, na kumwambia Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, tamko alilolitamka Bwana katika habari zake ndilo hili, Bikira binti Sayuni anakudharau, anakudhiaki sana. Binti Yerusalemu anatikisa kichwa chake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni Mungu anaelezea maneno. Ni nani uliyemshutumu na kumtukana? Umeinua sauti yako juu ya nani na kuinua macho yako juu ya mtakatifu wa Israeli? Umemshutumu Bwana kwa watumishi wako, kwa kuwa umesema, kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele pia milima mpaka mahali pandani pa Lebanoni, nami nikaikata mielezi yake mirefu na misonombari yake mizuri, nami nitaingia ndani ya mahali pake palipoinuka, palipo mbali sana, msitu wa shamba lake lizaalo sana. Nimechimba na kunywa maji, na kwa nyayo za miguu yangu nitaikausha mito yake ya Misri, mito yote ya Misri. Je, ukusikia? Ni nani aliyetenda hayo tokea zamani na kuyafanya tokea siku za kale? Nikayatimiza. Sasa iwe kazi yako kuangamiza miji yenye mboma, ikawa chungu na mangofu. Ndipo sababu wenyeji wao wakawa hawana nguvu na kufadhaika na kuhangaika, wakawa kama majani ya mashamba, kama miche mimbichi, kama majani juu ya ndari, kama mashamba ya ngano kabla haijaiva. 28, lakini nakunjua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako na ghadhabu yako ulionighadhibikia. 29, kwa sababu ya kunighadhibikia kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako kumepika masikioni mwangu, nitatia kurabu yangu katika fua yako na alamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha kwa njia ile ile uliyokujia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ni Mungu anaelezea ya jinsi ambavyo yeye utenda, na mwisho anamalizia kwa kusema, ndio umenighadhibikia ama umenikasirikia. Si eti kwamba yule mfalme wa Ashuru eti alikuwa anaghadhibikia Ezekia. Hapana,
alikuwa anaghadhibikia Mungu, alikuwa anainukia Mungu, alikuwa anapigana na Mungu, alikuwa anatisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikwambie siku ya leo ya kwamba unapocheturia mbele zake Yesu Kristo, yeye wakati umecheturia kwake huwa uko mikononi mwake, na hivyo basi ukupigania kama adui wako. Sasa ufanyike kuwa maadui wa Mungu. Mtu yeyote anayekuinukia, mtu yeyote anayekudhihaki, mtu yeyote anayekupangia njama mbaya, mtu yeyote anainuka juu yako, huwa anainuka juu ya Mungu, naye Mungu inuka ili amshughulikie. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ikakamilika kwa kusema ya kwamba ni kwa maana umenighadhibikia, hivyo basi nitatia kurabu. Kurabu ni uku ni ile inashikanga samaki, unatupa ndoano katika maji, iko na kurabu mwisho, na hivyo basi samaki anaona ile kurabu, anaona ile nyama imeshikwa na kurabu, akienda kuishika, basi anakuwa amemeza uku. Akimeza uku, basi anapurutwa nje ya maji. Hivyo ni kusema kwamba Mungu akasema nitaweka uku kwa mapua na kwa kinywa cha Senakeribu, na kwa ile njia aliyokunjia ni kwa hiyo njia atarudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kukwambia kwamba maadui wako wakati wao wa kunaswa, wakati wao wa kushikwa umepita. Kwa hivyo basi watakamatwa. Waliingia na kichwa, ni ukweli, lakini kwa kichwa watatoka. Ni kwa maana pile wamekunja kwako kwa kichwa, watakutana na Bwana wa majeshi, naye ataweka huku kwa mavua yao na kwa kinywa chao, na hivyo basi atawarudisha kule walikotoka. Hawataendelea kukusumbua. Leo umekunja mbele za Bwana ili maadui wako wawekwe huku na kurudishwa kule walikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Hawatakuweza. Maneno zaidi inasema, na kwako wewe dalili ndio hii, mwaka huu mtakula vitu vimiavyo penyewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame useme, nitakula vile vimiavyo penyewe. Vile vinamea penyewe ni vilipandwa na Mungu. Ni wakati ambapo Mungu ameamua kumbariki walio wake. Anakuletea vitu hujafanyia kazi, analeta baraka kwako au hujafanyia kazi, lakini anasababisha unakula vile vinamea vyenyewe. Unaweza ukaketi. Mtakula vitu vimeapi vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu za vitu hivyo, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, mkapune, mkapande mizabibu katika mashamba, mkale matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa ufupi ni kusema unapewa green card. Green card inasema kwamba kutoka saa hii, kwa maana adui yako amemaliziwa, utaanza kusherehekea. Sasa utakula kwanza vile vinamea vyenyewe, na mwaka wa pili ile mbegu itambaki mee, utakula hiyo. Alafu mwaka wa tatu enda shambani sasa ujipandie na ujipunie. Sema amen. Kwa hiyo Mungu kuna wakati wake wa kustarehesha walio wake, wakati ambapo adui amewatisha, lakini adui amewekwa huku kwa mafua na akarudishwa kule alikotoka. Wewe unambaki bila adui, ukikula vile vinamea vyenyewe, na mwaka wa pili vile vimetokana na hiyo, mwaka wa tatu ndio unaingia kwa shamba upande. Bwana Yesu asifiwe.
mstari wa 31, na mabaki na mabaki yaliyookoka yaliyombakia ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Bwana Yesu asifiwe. Mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Yani unaona muujiza, vitu vinatokea, unauliza zimetoka wapi? Kumbe bilikuwa in the spiritual world, vinatayarishwa, alafu manifestation unapata matunda yake baadaye. Bwana Yesu asifiwe. 32, maana katika Yerusalemu kutatoka mabaki, nao watakaokoka katika mlima wa Sayuni. Wipo wa Bwana wa majeshi utatimiza mambo hayo. Mstari wa 33, basi Bwana asema ipi katika habari ya mfalme wa Ashuru? Yeye hataingia ndani ya mji huu, wala hataipiga mshale hapa, wala hatakunja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye akaapa akasema ya kwamba kuhusu mfalme wa Ashuru kuingia, hataingia katika mji huu, wala hatarusha mshale katika mji huu, wala hatakunja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Nataka usimame, simama kwa haraka haraka. Nataka tufanye declaration na nitaomba unjipoint mwenyewe, point yourself, na utarudia maneno haya. Sema, mfalme wa Ashuru hataingia ndani ya mji huu, wala hatapiga mshale mahali hapa, wala hatakunja juu yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yangu, kwa jina la Yesu. Sema amen. Unaweza ukaketi. Njia ile ile aliyokunjia, kwa njia hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. 35, nami nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. 36, basi malaika wa Bwana alitoka akaua watu 135,000 katika kituo cha Waashuri. Na watu walipoamuka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. 37, basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaenda zake, akarudi Ninawi, akakaa huko. Ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nisroki mungu wake, Adimeleki na Shereza wanawe wakampiga kwa upanga, wakakimbilia nchi ya Alalati, naye Alisodoni mwanawe akamiliki bandara yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa tunasema wanaweza wakasumbuana na mtu yeyote, lakini siku ile watakaribia mtakatifu, wamepika at their last point. Sema amen. Sema wapigane tu, so sema wapigane tu, lakini wasithubutu kunikaribia. Wakinikaribia ndio mwisho wao, kwa jina la Yesu. Sema amen. Senakeribu mfalme wa Ashuru angekaa tu,
lakini problem yake akaona amepiga nchi zile zingine, lakini kuna kanchi kamoja kanjuda kalikosalia, akaona aka nitakamalizia asubuhi, ili hali ekunjua ya kwamba kanalindwa na Mungu. Sema nalindwa na Mungu. Siwezekani kwa jina la Yesu. Wapigane tu, lakini kama wamepanikiwa kunitisha na kunisumbua, mwisho wao umepita kwa jina la Yesu. Sema amen. Simama mbele za Bwana, pigia Yesu kwanza makofi. Amen. Kwa hivyo mwisho wa Senakeribu alienda kuabudu Mungu wake anaitwa Nisrochi, na alipokuwa akimwabudu kukatokea watu wawili na panga, wakamkatakata na wakammalizia huko, na hivyo basi mwanaye akachukua usukani wa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ulindwa na Mungu, lakini lazima ujue maneno haya ili Mungu akulinde na ili Mungu akutetee. Toa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka protection, ukitaka prosperity, ukitaka success, ukitaka breakthrough, rely on God and God alone. Bwana Yesu asifiwe. Mtumaini Mungu na Mungu peke yake. Jiatirie tu mbele za Mungu. Eri watu wa kudharau, eri waone hawakuelewi kile kunafanya, lakini uanguke mbele za Bwana. Na kama watatuma masutumu na mastaka, peleka mbele za Bwana. Na kama watakutukana, atiria mbele za Bwana. Enda kanisani ukamwambie Mungu atahusika. Mungu akipewa nafasi ufanya kazi. Hezekia alimpatia kazi, na Hezekia alipompatia kazi aliona kazi ya Mungu Senakeribu na jeshi lake na nchi yake ilimaliziwa. Sababu yake mtu alienda kwa Mungu, alitishwa na akaenda kwa Mungu, akachachiria kwa Mungu na akamwambia Mungu, pita hivi ni vyako sasa, pigana mwenyewe. Na Mungu akapigana na ushindi ukapatikana. Kile kinasababisha you are still struggling even today, it is because you rely on yourself and the other people and the other gods, not the God of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitangaza kutoka leo, mimi ni wa Mungu na nimeokoka na Yesu ni Bwana, na mambo yangu yote naweka mbele za Bwana, Mungu na anipiganie na Mungu anitetee. Greater is Jesus Christ who is in us than the devil who is in the world. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wewe ukumbari waachilie mambo yote kwa Mungu. Sasa uende ukaangalie ni wapi unajishindania na unajitetea na unajipigania, na hivyo ndio inasababisha ushindwe. Sasa achia Mungu kutoka leo na utaona mkono wake. Basi wewe ambao unatupata ukiwa popote pale ulipo, ujue kwamba mambo yote inatendeka wakati ambapo mtu, jambo la kwanza, amekumbali Yesu akawa Bwana na Mwokozi katika maisha yake, na akaatiria maisha yake mikononi mwa Yesu. Akifanya hivyo, ule mtu umbaki kuwa si yeye anaishi, mbali ni Yesu anaishi ndani yake. Ukumbuke maandiko yaliyo katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 20 inayosema kwamba si mimi niishie, mbali ni Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Maisha ninayoishi kwa sasa, ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu aliyenipenda sana na akajiachiria kwa ajili yangu. Kwa hivyo kumbari Yesu aishi katika maisha yako, akutawale. Hakika utashinda vita vyote. Lakini ukiwa wewe unaendelea kuishi na kung'ang'ana na maisha, utang'ang'ana mpaka ukwishe. Lakini ukikumbari Yesu Kristo achukue usukani kutoka leo ama kutoka sasa, basi ataingia, atatawala, atadhihirisha nguvu zake
Kama pile umesikia, Hezekia alipiganiwa, Senakeribu akaisha na taifa lake likapinduliwa. Ni sababu yake ule Senakeribu alikuwa anaabudu Nisrochi, mungu wake, miungu mingine, lakini Hezekia alikuwa anaabudu Mungu aliye hai. Tumbali kutoka leo umpokee Yesu. Rudia maneno haya, umpokee Yesu, aingie ndani yako, aishi bandara yako. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, ninajua ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu, ukafufuka siku ya tatu, ukapaa juu mbinguni. Kutoka sasa nimeokoka. Yesu ni Bwana. Si mimi ninayeishi, Yesu Kristo anaishi kwa maisha yangu. Greater is he who is in me than the one who is in the world. Kutoka sasa nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Sema amen. One desire, Lord Almighty, on my own I cannot stand your holy presence, Lord. Be with me. Bwana wangu, peke yangu sitaweza.